Uchaguzi mdogo wa Mbeere North ulikuwa makabiliano ya kufa kupona kubaini nani kati ya Rais William Ruto na aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua alikuwa na usemi na ushawishi eneo la Mlima Kenya. Lakini je, ushindi wa chama cha UDA ukitarajiwa kubadili mustakabali wa siasa katika eneo hilo uchaguzi ujao? Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, Rais Ruto kupitia naibu wake Profesa Kithure Kindiki aliongoza safu ya mashambulizi dhidi ya Gachagua. Wewe Goliathi, umetisha watu siku mingi, umetesa watu siku mingi, siku zako zimehesabika. Ni cheche baina ya naibu rais Profesa Kithure Kindiki na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua siku chache kabla ya kivumbi cha uchaguzi mdogo wa ubunge Mbeere North. Wewe Goliathi, wewe ni one term MP. Wewe Goliathi ni one term MP. Na uachane na mimi, ukiendelea kunitusi wewe mzee, wewe nitakuvua nguo. I am not living here until the 28th of November. Mimi Rigiji mtoto ya Maumau nitakaa hapa mpaka Karis atagaswe kama mjumbe wa Mbeere North. Leo uchaguzi huo ukikamilika kwa mgombea wa UDA Leo wa Muthende kuibuka kidedea akimlambisha sakafu mgombea wa chama cha DP Newton Kariuki maarufu Karish aliyeungwa mkono na muungano wa upinzani, wa Muthende akiondoka na ushindi wa kura 15,802. Whichever side they chose, I am now the member of National Assembly. I have made commitments not only to those who elected me but to all residents of Mbeere North. Wacha nione kura ya Muthende. Hata hivyo ushindi huo haukuja rahisi. Maafisa wa polisi wakilazimika kulipua vitoa machozi kuwatawanya baadhi ya vijana waliotaka kuingia kwenye vituo vya kuhesabia kura, madai ya wizi wa kura yakiibuka. Viongozi wakikabana koo kwenye kivumbi hicho ambacho kwa sasa kimempa Rais William Ruto afueni na nyayo zake kukwea mlima telezi wa Mount Kenya. Itasalia kuonekana namna ushindi huo utakavyosaidia uchaguzi wa Rais William Ruto katika kipute cha mwaka 2027, Ruto tayari akianza kujipiga kifua. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Embu.